Nitakusisitiza sana. Siku hizi wataalamu ni wengi sana. Wanaita ma specialist. Zamani kijiji kimoja kwa kinatibiwa na daktari huyo mmoja, kwa sababu magonjwa ya kubuni hayakuwepo. Watu hawakuona kama tiba ni mradi, lakini ukweli ulikuwa unatumia, una kitu fulani, kachukua vitunguu saumu tumia. Una kitu fulani. Kwa hiyo changanya majani yale upate dawa. Ulikuwa unatibu magonjwa mengi sana. Wakaja watu waita specialist. Anakutibu huyu mkono. Utasikia mkono wako neva zake hapana. Ile kwa hivyo nenda kwa daktari fulani. Ukitoka hapa nenda kwa mtaalamu fulani wa kitu fulani. Nenda kwa mtaalamu wa figo, nenda kwa mtaalamu wa moyo, nenda kwa mtaalamu wa ubongo, nenda kwa mtaalamu wa uti wa mgongo, nenda kwa mtaalamu wa mikiuno, nenda kwa mtaalamu wa mifupa, nenda kwa mtaalamu wa magoti. Hivyo kwa sababu tumekuona wewe kama business. Hatujali tena kuhusu afya yako. Huyu mtu hata kama anaweza kutibu kichwa, atakwambia okay, kidney yako iko sawa. Okay, kwa sababu ya kichwa kama ni daktari fulani. Hata kama anajua kidney ni side effect, hata kama anajua maumivu ya kichwa ni side effect ya tatizo lako, atakudirect kwa mtaalamu fulani. It's what they do. So you can be your own doctor. Jifunze, tafuta maarifa. Kinachofanya wewe unaamini wale wanajua sana kwa sababu ya maarifa, isn't it? Na sio kwa sababu wamesomea sana, sio kwa sababu wako special sana. Unatakiwa ujiongeze, uchanganye huku na huku na za huku. That's it. Una blood infection all the time kwa sababu eat junk food. Nataka kubayana hilo. Umekula machips juzi, mamboga majani manini ya mitaani. Umeumwa leo, umeenda hospitali, huna malaria, huna typhoid, una blood infection na unaamini dawa hizi zinasaidia. Na kadri unavyozidi unajisikia vibaya zaidi. So you can be your own doctor guys. Kwa kula vyakula halisi, kwa kufanya mazoezi, kwa kupumzika, kuzingatia vitu sahihi na kujifunza natural remedies. Ni post and run hapa, lakini kuna watu ambao wanatumia ARV. Kwa sababu anyway, this cut of this. Umevunjika mkono, huna knowledge, hakuna mtu mwenye knowledge, you can go hospital. Umepata ajali, kiuno kimeteguka, kuna watu wanaweza kuunganisha mifupa, you can go. Lakini kichwa, ukumbuke mara mwisho umekunywa maji lini, umekunywa maji ya chumvi lini, umepumzika vizuri lini, moja kwa moja ndio kana kichwa. Okay, na ukienda hospitali hawezi kuosha mikono mitupu hata kama umwe. Watakwambia una blood infection. So ili wakupe dawa, watakupa paracetamol, watakupa dawa fulani. Ukirudi hapo unakunywa dawa za side effect like crazy. Unaumwa kama hujawahi kuumwa tena. Baada ya siku 2-3 umeanza kujisikia vibaya, umerudi kule kule. Kuna tiba yako ya kutokula vizuri, kutokunywa maji vizuri, kutofanya mazoezi.